ninakuomba Waziri Mkuu, unaweza ukawajibu wanambozi hawa na kuwapa halmashauri ya manispaa ya Mbozi. Kama unavyoona Mbozi ni kongwe, ni wilaya kongwe ya kihistoria, na viongozi wote mkija mnafika hapa, lakini kwa hadhi hii hatuna barabara zozote za mitaa ambazo ni lami. Lakini tukipata manispaa, tukisema leo tupate manispaa leo, tutapata hadhi kama mkoa, lakini tutapata hadhi kama wilaya, na mwisho wa siku huko tutapata barabara. Kwa sasa naonea tu watu wa TARURA waniletee lami. Wataniletea lami ngapi? Bajeti yao ni ndogo. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, una mamlaka kabisa ya kutuheshimisha Wanasongwe, Wanambozi, tupate manispaa ya Mbozi. Na nimemaliza, naomba nikupigie magoti Mheshimiwa, naomba barabara kwa kiwango cha lami, lakini naomba manispaa. Nina mambo nataka kukurundikia kijana wako, na mimi nitakuwa nakusumbua bungeni, unichukue kama mtoto wako na unilee, unishauri. Asante sana Waziri Mkuu, naomba nikupigie magoti. Mbozi oye! Mheshimiwa Naibu Waziri, nimesikia hili la maji na nimepita maeneo tofauti tofauti. Nimeona huu utaratibu ukijitokeza wa watu kupewa fedha na kuahirisha mradi ambao wamepewa fedha kwa ajili yake na kuanza kutekeleza miradi mingine. Wanaanza kutekeleza mambo mengine. Mkandarasi anapewa fedha, kumbe anadaiwa na benki, anatumia fedha ya mradi kwenda kupoza kwenye madeni yake yanayodaiwa. Nimepita jana Mbinga, nimekutana na jambo la aina hii. Nilipita na sehemu nyingine nikakutana na jambo la aina hii. Nimeelekeza TANROADS na Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, TARURA, Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa payment, walishapewa malipo ya, na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Nipate taarifa hiyo, na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Ifuatilieni, fanyeni hiyo sensa, nataka hiyo ripoti. Na nimefuatilia, nimejua kuna baadhi ya wakandarasi, akiwemo mmoja ambaye mlimtoa kule Mbinga, yule mliyemtoa asipate kazi nyingine yeyote hapa nchini, wapatieni wazawa. Anakujaje mtu anatoka huko, mnampa hela, anacheza hapa, anatuchezea hapa, anatuchezea hapa. Wale wote ambao mnawapa kazi wanahamisha fedha, wanaanza kutumia kwenye madeni yao, wanaanza kutumia kwenye mambo yao, hawawalipi wazawa, wasipate kazi tena. Waaminini wazawa, wapeni kazi hizo. Hatuwezi tukawa na watu wanakuja wanababaisha kazi, wanatutichatisha na vijingereza. Msiwape kazi. Yule mwingine nilisema awekwe ndani na azuiwe kutoka mpaka kazi ikamilike, mpaka atuachie mradi ili tuweze kuwapa watu wengine ambao wana uchungu na nchi yetu. Fanyeni hiyo sensa, tuwaone ambao fedha wamepata wametumia katika mambo mengine. Miradi yetu inasuasua, baadaye wanaanza kutuomba nyongeza ya fedha, wanaomba adjustment, wanaiongezea serikali mzigo. Na huu wa mradi wa maji, ndani ya mwezi mmoja mradi huu uanze. Nimeshaongea na Mheshimiwa Waziri wa Maji na hatua hizo kubwa zimeshafanywa. Tumeongea na wenzetu hazina, hatua zilishafanyika. Ndani ya mwezi mmoja mkandarasi huyu aonekane site huko. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, nilishasema ili mimi ni balozi, uendelee kunipatia ili nione wapi atakwama, ili tumnasue. Kwa hiyo fuatilieni miradi yote ambayo tumeshatoa fedha.